Waumini wa dini ya Kiislamu nchini wameungana na wenzao duniani kuanza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan baada ya kukamilika kwa mwezi wa Shaaban. Na Baraza la Michezo la Taifa BMT limeidhinisha marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba baada ya kukamilika kwa mchakato wa kisheria uliokuwa chini ya ofisi ya msajili wa vyama vya michezo. Ni Alhamisi ya Februari 19 mwaka 2026. Karibu sana katika asubuhi njema mtazamaji. Mimi naitwa Emily Lazarus. Na utaratibu hapa tunafahamu huwa tunaanza na taarifa ya habari, hivyo nitumie nafasi hii kusema karibu sana. Waumini wa dini ya Kiislamu nchini wameungana na wenzao duniani kuanza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan baada ya kukamilika kwa mwezi wa Shaaban. Taarifa zilizotangazwa na Sheikh Mkuu na Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali kutoka Korogwe mkoani Tanga zimesema mwezi umeonekana maeneo mbalimbali nchini ikiwemo eneo la Kigamboni jijini Dar es Salaam, hivyo leo ni Ramadhan. Mufti Zubeir ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya mwezi amesema kamati yake imejiridhisha na taarifa za mwandamo wa mwezi na ametumia fursa hiyo kuwatakia heri na baraka Waislamu wote katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameungana na waumini mbalimbali kushiriki ibada ya Jumatano ya Majivu katika Kanisa Katoliki Parokia ya Mtakatifu Paulo wa Msalaba Jimbo Kuu Katoliki Dodoma jana, iliyoongozwa na Askofu Msaidizi wa jimbo hilo Willibrod Kibozi. Akitoa mahubiri katika ibada hiyo, Askofu Kibozi amewasihi waumini kutumia kipindi hiki cha mfungo wa Kwaresma kujitoa kwa ajili ya wahitaji pamoja na kuombea familia, vijana, watoto na taifa kwa ujumla. Askofu Kibozi amesema katika kipindi hiki ambacho waumini wa dini ya Kikristo na waumini wa Kiislamu wanakutana pamoja katika mfungo, ni vema kupendana, kuheshimiana na kujaliana. Amesema wafanyabiashara wanapaswa kuwa wema na wakarimu katika kipindi hiki na kutambua kipindi hiki sio cha upandishaji bei ya bidhaa za vyakula, bali inapaswa bei za bidhaa kupunguzwa. Lakini miaka yote tumeshuhudia mabadiliko makubwa ya bei za vyakula katika kipindi hiki cha mfungo. Niwaombe kati yetu tutakuwemo wafanyabiashara, wewe usipandishe biashara yako. Hata kama wengine wanapandisha, wewe usipandishe, ili na wewe uingie katika barabara hiyo ya mfungo. Utakapopandisha bidhaa za vyakula ambavyo watu watapaswa kununua ili ziwasaidie katika mfungo wao, wewe funga yako haina maana. Ibada ya Jumatano ya Majivu ni mwanzo wa kipindi cha Kwaresma ambacho hutumika na waumini wa dini ya Kikristo kwa ajili ya mfungo. Mimi ni Hamisi Mkotia wa Channel 10. Siku moja baada ya kumalizika kwa ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba mkoani Tanga, wananchi wilayani Handeni mkoani humo wamepongeza ziara hiyo ambayo imezaa matunda kwa kutatua kero mbalimbali zilizokuwa zikiwakabili wananchi hasa wa eneo la Mkata, ikiwemo changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma ya maji. Wakiongea na Channel 10, baadhi ya wananchi wa eneo hilo la Mkata wamesema tunashukuru kwa ujio wa Waziri Mkuu kufika hapa kwetu Mkata. Kwa hiyo tulikuwa na shida sana ya maji, lakini mpaka sasa hivi tunaona dalili za ufumbuzi wa maji, tunaona sasa yako sahihi. Kwa juhudi zao, ina maana mpaka leo hii maji tayari yashafika Mkata. Hii ni juhudi ambayo tunaiona ni kweli. Sisi kama wananchi wa Mkata tunashukuru sana kwa juhudi ambayo anaifanya Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Akieleza changamoto ya maji mbele ya Waziri Mkuu Dr. Nchemba wakati wa ziara yake kwenye eneo hilo la Mkata, mbunge wa jimbo la Handeni Mhandisi Charles Sungura amesema eneo hilo linakabiliwa na changamoto kubwa ya maji, hali iliyopelekea timu ya wataalamu wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA kuchukua hatua za dharura za kutatua changamoto hiyo. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna jambo nisipolichomeka hapa hawawezi kunielewa. Ingawaje tunazungumza uzinduzi wa umeme, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, jimbo langu la Handeni tuna changamoto kubwa za maji. Hiki cha mpito sasa tumetengeneza utaratibu ambao angalau mji huu wa Mkata uweze kupata maji
kati ya kubiki mita 600,000 mpaka 700,000 kwa siku. Katika mpango wetu uliokuwepo ni kuendelea na kuchimba visima ambavyo wameshafanya survey. Tumepata pointi 10, lakini zitakazochimbwa kwanza ni pointi 5 na mashine imeshafika eneo la mradi. Katika hatua nyingine, kamera ya Channel 10 imeshuhudia ujenzi wa vyumba vipya vya madarasa kwenye shule ya msingi Imani, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Waziri Mkuu alilotoa wakati wa ziara yake kwenye eneo hilo la Mkata baada ya kupokea changamoto ya upungufu wa vyumba vya madarasa inayowakabili wanafunzi wa shule hiyo. Fedha zimeshaingizwa kwenye akaunti kwa ajili ya kuanza rasmi ujenzi na mchakato wote wa manunuzi umeshakamilika. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Madiwani katika halmashauri ya wilaya Serengeti mkoani Mara wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kunusuru kutoweka kwa bwawa la Manchira linalotumika kama chanzo kikuu cha maji wilayani humo kufuatia na kukithiri kwa vitendo vinavyohatarisha uwepo wa bwawa hilo, ikiwemo ukataji wa miti na uingizaji wa mifugo katika eneo hilo. Bwawa la Manchira limekuwa likitumika kama chanzo kikuu cha maji katika mamlaka ya mji mdogo wa Serengeti hapa mkoani Mara, na serikali kwa sasa inatekeleza mradi wa miji 28, lakini changamoto kwa sasa ni usimamizi wa bwawa hilo ambalo shughuli za kibinadamu huenda zikahatarisha uwepo wake. Tunao ushahidi wa kutosha kwamba wapo watu ambao wanaratibu zoezi, watu wanaochungia mule mifugo. Na hapa madiwani wa halmashauri ya wilaya Serengeti wanaiomba serikali kuvunja uongozi unaosimamia katika eneo hilo, kwani unadaiwa kulihujumu bwawa hilo. Kwa hiyo lazima tuchukue hatua kali na ngumu. Ikiwezekana mwenyekiti, hata hawa wanaopewa dhamana ya kusimamia vitu kama hivyo vyenye gharama kubwa, kama hawatoshi basi wapishi. Kweli uko wazi kwamba vyombo vyote tulivyovikabidhi kulinda kile chanzo tumewafungulia duka, wanafanya biashara. Ya huyo mwenyekiti iangaliwe upya, na sambamba na kuangaliwa upya, mapato na matumizi yanayopatikana kutokana na huo uharibifu yawe yanaletwa kwenye hili baraza. Mtawala wa wilaya Serengeti kuhusu hili anakiri, huku akisema kuwa baadhi ya viongozi wa vijiji vinavyozunguka katika eneo hilo wamekuwa wakishirikiana kulihujumu bwawa hilo, lakini wanachukua hatua za haraka ili kuhakikisha linaendelea kuwa salama, huku mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Serengeti Ayuma Kuruma na hapa analazimika kuunda kamati ndogo kwenda kusimamia eneo hilo ili kunusuru hali iliyopo kwa sasa. Tumbaku wamekuwa wakitumia hifadhi ya Manchira kupata nishati ya kukaushia tumbaku kutoka ndani ya hifadhi ya Manchira. Fikiri kwamba na hili pia litakuwa limetoa onyo kali. Hata hao watakaokwenda kuwekwa sasa watajua kwamba kuna kitu. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Kutokana na kukithiri kwa migogoro ya ardhi, wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya imekusudia kununua vifaa vya kupimia ardhi kwa lengo la upangaji na umilikishaji wa maeneo ya umma pamoja na kuwezesha wananchi kumiliki ardhi kwa uhalali. Taarifa hiyo imetolewa kwenye kikao cha baraza maalum la madiwani wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya cha kujadili rasimu ya bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 zaidi ya shilingi bilioni 63, ambapo wamesema kupatikana kwa vifaa hivyo itapunguza gharama za upatikanaji wa hatimiliki kwa wananchi, kama ambavyo kaimu mkuu wa idara ya mipango na uratibu wilaya ya Rungwe Joshua Anyasire na afisa mipango miji Godfrey Wala wanavyoeleza. Ununuzi wa vifaa vya upimaji wa ardhi RTK, lengo likiwa ni upimaji, upangaji na umilikishaji wa maeneo ya umma pamoja na kuwezesha wananchi kumiliki ardhi. Pindi kama huu mtambo wa upimaji hii RTK, maana yake kama nilivyosema mwanzo, inaenda kuondoa baadhi ya gharama na kuzipunguza, kumfanya mwananchi akawa anapata hatimiliki kwa gharama nafuu. Baadhi ya madiwani wamezungumzia umuhimu wa vifaa vya kupima ardhi na changamoto ya migogoro ya ardhi katika wilaya hiyo. Kutokuwa smart kwenye usimamizi ndiko kunakopelekea hii migogoro. Tuna kesi nyingi sana mahakamani. Binadamu huwezi kuzuia, kila mtu ana tabia yake, ana huruka yake. Pongeza sana wataalamu wetu kwa sababu wamejikita kwenye vifaa vya upimaji wa ardhi, kwa sababu Rungwe haiko kwenye upimaji wa ardhi. Baraza la madiwani kupitia kwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Rungwe Gabriel Mwakagenda wamemwelekeza mkurugenzi wa halmashauri kuhakikisha fedha zinatengwa na kuelekeza kwenye vipaumbele vya halmashauri. Kile kubwa, kuna vipaumbele ambavyo tumeviainisha. Ni maamuzi na maelekezo ya baraza hili kwamba ni lazima tuwe na vipaumbele. Nikiripoti kutoka wilayani Rungwe mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10.
Serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii imeitaka Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania kufanya utafiti wa kina ili kuongeza uzalishaji wa mazao ya nyuki katika soko la kimataifa ikiwemo asali, ambapo sasa zaidi ya tani 9,000 zimeuzwa katika soko la nje. Agizo hilo limetolewa kwa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS na Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii Hamad Hassan Chande wakati wa mkutano mkuu wa 4 wa mwaka wa makamanda na maafisa TFS, ambapo amesema licha Tanzania kuzalisha asali yenye ubora wa viwango vya kimataifa, bado ipo haja ya kufanya tafiti za kina ili kuhakikisha uwepo wa makundi mengi ya nyuki na matumizi endelevu ya rasilimali ya misitu kwa manufaa ya taifa. Kwenye mazao yetu ya nyuki mnafanya vizuri sana. Tunapata asali ambayo ni nzuri, sio asali tu, ni asali bora ulimwenguni. Karibuni nilikuwa na wataalamu wanasema Mungu amewabarikia, kuna miti kule Tanzania ambayo ikizalisha asali, yani asali ikizaliwa hapo inakuwa na ubora, ambayo kunakuwa na zinki ya kutosha ambayo imetunzwa, haijawahi kuharibiwa katika ulimwengu. Kwa hiyo hongereni sana kwa usimamizi huo mzuri, ila tu niwaombe, kwa kuwa tumesema hapa kwa mwaka tunapeleka tani 9 za asali, hongereni sana, lakini waambie kazi ipo ya kuendelea. Tuendelee, angalau kwa mwaka tusafirishe tani 50,000. Kwa upande wake, kamishna mkuu wa uhifadhi Profesa Dos Santos Silayo amesema asali ya Tanzania imeendelea kupata soko la nje ya nchi kutokana na ubora wake na kuahidi kuongeza nguvu kwenye utafiti. Na kwa kufanya hivyo tumeweza sisi kuwa na access ya masoko yote ya dunia, kwa sababu asali yetu imekuwa na ubora unaozidi 96%, ambacho ni kiwango cha chini wanachotaka kuiona wale wenzetu kwenye masoko ya kimataifa. Kwa hiyo tuko vizuri kwenye eneo hilo la ubora na kwa kuhamasisha pia wananchi kuwa na viwanda. Kwa jumla sasa hivi nchi yetu ina viwanda, tunasema viwanda vya kati na vikubwa 97 kutanyika nchi nzima. Kwa ukubwa wa eneo la misitu tulilonalo kama taifa na mtawanyiko wa bioanuwai yake, bado mchango wa sekta kwenye pato la taifa ni mdogo. Tunaendelea kubuni matumizi ya misitu yaliyoendelevu ili kuongeza mchango wa misitu katika pato la taifa. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Vyombo vya ulinzi na usalama mkoani Tabora vinawashikilia watu watatu akiwemo kiongozi wa umma wilayani Kaliua kwa tuhuma za mauaji ya mtu mmoja na mke wake kisha kuifukia miili yao kwa siri ndani ya jiko la nyumba yao, tukio ambalo limetokea tarehe 7 mwezi wa kwanza katika kijiji cha Idubuta kata ya Migua wilayani Nzega. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Tabora, watuhumiwa hao walikamatwa baada ya kufanyika operesheni maalum kufuatia kupatikana kwa taarifa kutoka kwa raia wema waliotilia shaka kutoweka kwa wanandoa hao katika mazingira yasiyoeleweka. Akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoani hapa ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Paul Chacha amesema watuhumiwa hao kwa sasa wanashikiliwa na kwamba muda wote kuanzia sasa watafikishwa mahakamani. Hao watu walikuwa wanaishi kwenye kaya moja ambaye hawa marehemu waliouawa walikuwa wanamuita mama, huyo ni shangazi yao. Kijana alikuwa anaishi na shangazi yake. Shangazi mtu, bahati mbaya hawa hawakufanikiwa kupata mtoto. Kwa shangazi kwa maelezo yake anaona kwamba huyu mama ambaye hakupata mtoto hata kuwa na haki ya kurithi mali walizokuwa nazo. Kwa hiyo alichokifanya akakodi majambazi huyu mama, wakawaua wote, alafu wakawazika ndani ya nyumba. Aidha, mkuu wa mkoa Paul Chacha ametoa matokeo ya uchunguzi ya mauaji ya maafisa usafirishaji mkoani hapa yaliyokuwa yakitokea katika kipindi cha mwishoni mwa mwezi Disemba hadi Januari na kupelekea watu 9 kukamatwa. Tuliweka kikosi maalum kufuatilia mtandao huu, sio kufuatilia tu na kukomesha. Tulifanikiwa kukamata majambazi 9. Kwa baada ya uchambuzi wa kina tumekuja kupata 4 ambao tumewashikilia mpaka sasa hivi. Katika hatua nyingine, serikali ya mkoa wa Tabora imetoa onyo kali juu ya uwepo wa watoto wa mitaani ambao wengi wao wamedaiwa kuwa tishio la kuongezeka kwa vibaka na waporaji katika baadhi ya mitaa mkoani hapa na kuwataka kuondoka katika maeneo hayo, huku wakuu wa wilaya wakiahidi kupambana na jambo hilo kwa kuwarudisha shule. Kwa maelekezo ya mkuu wa mkoa kwamba watoto wote ambao wako stendi na waliokuwa mabarabarani wakiomba kwenye nyumba za watu wakamatwe ili watuletee wazazi wao. Tutaenda kuhakikisha jambo hilo tunapambana nalo
na kuhakikisha hakuna mtoto yote ambaye anapatikana mtaani aidha akiomba au akilandalanda akiwa na shule. Nataka watoto wote wawepo maeneo ya shuleni. Kutoka hapa mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10. Baraza la madiwani la halmashauri ya Mtama wilayani Lindi limepitisha bajeti ya shilingi bilioni 7 na shilingi milioni 198 kwa mwaka wa fedha 2026-2027, huku sekta ya kilimo ikitengewa kiasi cha shilingi bilioni 2 za Tanzania. Akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya halmashauri ya Mtama kwa mwaka wa fedha 2026-2027, mkurugenzi wa halmashauri hiyo Anderson Msumba amesema halmashauri imetenga fedha hizo ambazo zitatumika katika utekelezaji wa shughuli za maendeleo ikiwemo kilimo ambacho ni kipaumbele katika ukuaji wa kiuchumi. Bila kilimo hapa hatoboi. Wote hapa naona pembejeo, sarufa, hata mbegu bora za ufuta, mihogo, alizeti. Kwa hiyo mimi naomba tu ile eneo la kilimo tuache kama lilivyo. Pili, majanga kuna kamati zake mpaka sema hili ni janga. Lakini likitokea baada lipo fani sipo tutakaa tutalizia hizo bilioni 2 tumeelekeza kwenye kilimo. Baada ya mkurugenzi kuwasilisha mapendekezo ya bajeti hiyo, madiwani wakajadili na kutoa maoni yao. Panga bajeti ni hatua moja, lakini kutekeleza ni hatua nyingine. Tukapambane tuone kwenye maeneo ambayo yanatupa tija ya fedha, ili sasa bajeti hii itimie na maendeleo yaje na wananchi waone manufaa. Wale watekee simamia wasimamie inavyotakiwa ili tuendelee kupiga hatua zaidi. Hela ambayo hatujawahi kutenga hata mwaka, sasa hivi tunaona tija hata namna ya ukusanyaji. Hela nyingi tunakusanya kupitia mazao. Mimi ninachoamini kwamba tunaenda kufanya mageuzi makubwa. Kilimo tumetenga pesa nyingi sana. Ningeshauri tuchukue kiasi kidogo, hata kama milioni 50 tuongeze hapa kwenye majanga, badala ya kuweka milioni 20 tuweke hata milioni 70. Mwenyekiti wa CCM Mtama Mzee Hongonyoko akapata wasaha wa kutoa salamu za chama. Nimeridhishwa haswa pale ilipowekwa kwenye miradi ya mkakati. Lakini ndugu mwenyekiti, kubwa ambalo naliomba baada ya kuipitisha hii bajeti ni namna ya usimamizi na nidhamu ya matumizi ya fedha hizi. Ahmad Nandonde, Channel 10. Mtazamaji, na katika michezo tunaelezwa kwamba Baraza la Michezo la Taifa BMT limeidhinisha rasmi marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba baada ya kukamilika kwa mchakato wa kisheria uliokuwa chini ya ofisi ya msajili wa vyama vya michezo. Akizungumza na waandishi wa habari, msajili wa vyama vya michezo nchini Abel Ngilangwa amesema marekebisho hayo yamefanyika kwa kuzingatia sheria na kanuni zote zinazosimamia vyama vya michezo nchini. Hatua hii inajiri baada ya waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda kumwagiza msajili wa vyama vya michezo kuhakikisha kuwa mchakato wa marekebisho ya katiba ya Simba unapatiwa majibu kabla ya mwezi kumalizika. Napenda leo tarehe 18 Februari 2026 kuutaarifu umma kuwa mchakato wa marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba sasa umehitimishwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria na kanuni wa vyama vya michezo. Baada ya kukamilika kwa hatua zote ikiwemo kukabidhi rasmi katiba hiyo kwa uongozi wa klabu. Baada ya uchambuzi wa kina na wa kisheria na wa mashauriano ya kitaalamu, serikali imejiridhisha kuwa marekebisho haya yanakidhi matakwa ya kisheria na hayana athari hasi kwa wanachama, wawekezaji au jamii kwa ujumla, hivyo yameidhinishwa rasmi. Naamini hapa sasa tu tunaelewa kwamba katiba iliyoidhinishwa, serikali inaamini kwamba imejiridhisha kuwa marekebisho haya hayahatarishi usalama, kuvuruga amani miongoni mwa wanachama au hayavurugi ile hali ya uwekezaji. Inaweza kuwa uwekezaji uliowekezwa au utakao kuja kufanya nini? Kuwekezwa. Mtazamaji, mwisho wa habari asubuhi njema hivi punde, tutaendelea kuwa nawe.